Biashara ya gaming ama PlayStation ni miongoni mwa biashara ambazo zimekuwa kimbilio kubwa sana kwa vijana ambao wameanza safari ya kujitafuta. Nilichagua hii biashara ya PS kwa sababu nilikuwa ni passion yangu, kwanza pia napenda kucheza game. Lakini je, biashara hii faida yake ipoje? Kama unafanya saving nzuri, mwisho wa mwezi unaweza ukaja ukagundua umepata kiasi fulani, labda 300,000, 400,000. Na vipi kuhusu changamoto zake? Kuna dogo mmoja alicheza game kama 15,000 hivi. Alafu akatoka kidogo anambia bwana, mimi naenda kutoa hela hapo. Alipopotea kwa ikuonekana tena. Hustle za kitaa. Kwenye skrini yako ni Hustle za kitaa kutoka hapa Sat Media, na leo tupo na Emmanuel, mmiliki ama kijana aliamua kujiajiri katika biashara ya PlayStation. Mtaani utasikia PS. Emmanuel anatupitisha safari yake nzima tangu alipoanza biashara hii mpaka leo. Amenufaika na nini? Changamoto zipi? Na je, biashara hii inaendeshaje? Kwa majina naitwa Emmanuel, natokea hapa Dar es Salaam. Na nilichagua hii biashara ya PS kwa sababu nilikuwa ni passion yangu, kwanza pia napenda kucheza game. Yaani game ilikuwa ni vitu vyangu vya ndani, kwa hiyo nikachagua hii biashara kwa sababu nakuwa niko familia nayo. Kwa hiyo nikachagua biashara hii. Kwa mtu ambaye hafahamu kabisa biashara ya PlayStation hiyo inafanyikaje, yani inaiendeshaje, unaweza ukatuelezea kwa ufupi tukaelewa? Biashara ya PS ni biashara ambayo inafanyika kwa routine. Maana yake muda mwingi sisi tunapofanya ni tunaifungua mida ya ambao watoto wanakuwa shatoka shule saa 5:05, saa 6, saa 7 wale wadogo wakiwa wametoka, lakini mara nyingi tunapenda kufungua mida ya saa 8 kwa sababu sheria za taifa haziruhusu watoto kucheza hii game mida hiyo ambayo sio ya shule. Kwa hiyo tunafanya muda huo na inakuwa inafanyika kwa namna hiyo. Biashara ya PS haikupi constant value ya pesa kwa sababu leo unaweza kaja kwenye PS ukapata shilingi labda 45, lakini kesho pia unaweza kaja ukajikuta umepata 5,000. Kwa siku kama kupata kile constant value inakuwa haiwezekani, lakini kama unafanya saving nzuri, mwisho wa mwezi unaweza kaja ukagundua umepata kiasi fulani, labda 300,000, 400,000. Hiyo yote inawezekana, ila kwa siku haiwezi kukupa ile value inayoeleweka kwa sababu ya variation. Sawa. Na wewe hapo una PlayStation ya? Mimi hapa na PlayStation 3. PlayStation 3. Yes. Kwa maana yake kama zipo zaidi unaweza kuingiza zaidi ya kama utapata PS zaidi ya hizo unaweza kaingiza zaidi kulingana na mzunguko wa hilo eneo liopo. Toka uanze biashara hii una muda gani? Na miaka 2 kwenye biashara. Yes. Ni mafanikio gani umepata tangu uanze kufanya biashara hii kiasi kwamba hadi leo unaendelea kuikomania? Kiukweli biashara ya PS haikupi mafanikio hayo makubwa sana kwamba utaweza kununua gari ukafanya vitu gani, lakini zile basic needs, yani food, shelter na courses zinaweza ukazipata. Unaweza ukalipia kodi sehemu unaofanyia kazi, unaweza ukalipia kodi sehemu unayokaa, pia mavazi inaweza kukusaidia, lakini haiwezi kukupa hiyo mafanikio makubwa sana kiasi hicho. Sawa. Changamoto kubwa kwenye biashara hii ni nini? Changamoto kubwa, kuna changamoto kama 3 hivi. Changamoto ya kwanza ni PS inaendeshwa na controller pad. Zile pad zinakuwa zinaharibika sana. Hiyo ni changamoto moja wapo, lakini changamoto nyingine kuna wateja pia unakuta sio elewa. Uizi pia, mtu anaweza kaja akakuchukulia vitu vyako, kwa hizo ni changamoto pia za game. Okay. Kwa tuseme uizi una control vipi hapa ofisi? Uizi kucontrol maana yake muda mwingi lazima uwe active. Yani wanapokuwepo wateja lazima na unakuwa active, una monitor vile wanavyokuwa wanafanya na kuhakikisha kwamba, kwa sababu controller ni kitu kidogo sana, mtu anaweza akakichukua akiweka kwenye begi akaondoka nacho. Kwa hiyo ni kuhakikisha tu una monitor vizuri zile progress wanazokuwa wanafanya hapo. Wizi pia unapungua kwa namna hiyo. Sawa. Kwa sisi wa Tanzania ambao tunaishi mtaani tushakutana na lawama za hapa na pale
wakisema kwamba kazi hii ya PlayStation ni miongoni mwa vitu ambavyo vinawapotezea sana muda vijana, lakini pia vinawapoteza watoto, kwa maana kwamba kuna watu waingia paka kwenye udokozi ili tu wakacheze PlayStation. Ni yapi maoni yako wewe katika hii? Ni kweli. Hiyo ni kasumba ambayo mimi mwenyewe kweli nishakutana nayo, lakini kwa sasa hivi kwa kweli wazazi wana uelewa mkubwa kuhusiana na masuala ya PS games, na kama nilivyosema mwanzo pale, siku hizi sisi tunafungua game zetu muda wa saa 8, muda ambao watoto wengi wanakuwa wameshatoka mashuleni. Kwa hiyo sio kweli kwamba tunawapotezea muda, kwa sababu tayari mtoto ameshatoka shule, anaweza akaja akalifresh, na hata anapotoka nyumbani anaweza kumuomba hela mzazi akamuelewa, kwa sababu tayari kashatoka shule. Kwa hiyo inakuwa ni jambo la kawaida, so issue ya kupoteza muda. Kwa wewe hapo na biashara yako, wateja ni wateja gani? Amini, ni wateja wa aina gani ndio wateja wakubwa sana ndio? Ni watoto, vijana ama watu wazima? Wateja wakubwa ni watoto. Ndio maana, kwa sababu hii biashara ina msimu. Sawa, kuna ule msimu wanakuwepo wanachuo, kuna msimu wanakuwepo wanachuo na watoto. Sasa kama biashara umeweka kwenye eneo ambalo lina watoto wengi, maana yake hata kama vyuo vikifungwa, maana yake watoto wanaendelea kuisupport. Lakini kama utakuwa ni eneo ambalo ni la wanachuo wengi, wakiondoka, maana yake biashara yako inazidi inakuwa ngumu. Kwa hiyo biashara yangu mimi hapa ina watoto sana, ndio nani kubwa. Mimi na uzoefu kidogo na mambo ya game, kama na kwamba nafuatilia. Ninakutana na ndaga na ofisi, nakutana na gaming lounge kubwa sana. Ukitokutana na virtual reality mule, controller, ukiachana hizo parts, kuna controller kubwa zile, na channel kubwa sana ni kwa ajili ya gaming. Je, tangu uanze kazi na unavuna mambo yako, je, unatamani kuifanya hiyo biashara kubwa zaidi hapo mbele? Kwa sababu biashara ninavyoiona imenipa mafanikio, japo sio makubwa hivyo, lakini kadi siku zinavyozidi zinaenda, na huo uwezo wa kuweza kufanya hivyo vitu, kutafuta eneo kubwa, kwa sababu kiukweli biashara yenyewe kama yenyewe inaonyesha mwanga. Kwa hiyo ni jambo jema kabisa. Sawa, mimi pia ni mfuatiliaji kama nilivyosema hapo awali. Kwa sasa hivi kuna wimbi kubwa sana la mobile game, tofauti na zamani. Sisi kipindi tuko mashuleni huko tunapendelea games, kwamba ili ucheze game lazima uende PlayStation ulipie ucheze. Tunaona kuna PlayStation 3, kaja 4, sasa hivi tuko 5. Lakini kuna maendeleo makubwa sana kwenye mobile game, kama zile games za kwenye simu. Kwa mfano, kwa sasa hivi kuna wimbi kubwa sana la watu wanacheza eFootball, PUBG, Call of Duty kwenye simu, si tena PlayStation. Je, hii unafikiri haijawapunguzia wateja au haijawapunguzia kinamna fulani watu wa PlayStation? Kiukweli kwa upande wangu mimi, toka nimeanza biashara mpaka saa hizi, variation ya pesa naona iko pale pale. Kwa hiyo kwa maana hiyo naona hii football haijapunguza sana wateja, kwa sababu test ya hii football na test ya mtu akija kucheza sehemu kama hii inakuwa iko different. Kwa hiyo naona havihusiani sana, na hata kama itakuwa imepunguza wateja, basi ni kwa wimbi dogo sana. Sawa. Toka ufanye biashara hii, kuna kitu gani cha ajabu au tukio gani ulichokupigwa na mteja mpaka ukabaki mdomo wazi? Kuna dogo mmoja alicheza game kama 15,000 hivi. Alafu akatoka kidogo, anambia bwana, mimi naenda kutoa hela hapo. Baada ya hapo akawa amepotea. Ila yule dogo alikuwa ni mteja wangu sana, kwa hiyo alivyokuwa anasema hivyo sikumtilia mashaka sana, ila alipopotea kwa ikoonekana tena. Sawa, okay. Mwisho kabisa, unamwambia nini kijana wa Kitanzania ambaye yupo nyumbani tu, anaona fursa hazipo mtaani, hajui afanye nini? Wewe na mshauri gani kama kijana wa Tanzania ambaye anatakiwa kuhustle na kutafuta riziki? Kiukweli kwa kijana wa Tanzania fursa zipo, lakini labda ambacho hakipo ni kile ambacho yeye amekitarget kwa muda huo. Labda kama unakuta mtu ana aim kuwa na mtaji wa milioni 1, sawa, lakini mtaani kuna kazi ya 200,000 kwa mwezi. Unajua kijana kama kijana anaweza akahisi kwamba ile afanye kazi ya 200,000 ili kufikia ile aim yake inakuwa ni ngumu sana. Lakini kama kijana unatakiwa ufanye kazi yoyote kuhakikisha unafikia ile goal zako ya kuweza kufikia ile malengo yako. Sawa. Kuna kitu pia nilikuwa sijakuuliza. Nafikiri unachezesha games tofauti. Games tofauti. Ni aina gani ya game ina wateja wengi zaidi? Kwa sababu kwa mfano hapo unapoona nyuma yako, naona upande wa kulia kuna mtu anacheza game, nafikiri sio GTA hiyo. Kutoka kushoto naona wanacheza mpira. Ni game gani na wateja wengi? Mpira ni favorite game ya watu wengi, kwa sababu
hivyo inahusisha kwanza wachezaji wakiwa wawili, lakini pia nahisi ni game ambayo unatumia akili sana na enjoyment inakuwa kubwa sana tofauti na hizi. Kwa mpira ni favorite sana kwa watu wengi, so watoto hata wakubwa pia. Na kurudisha tena nyuma kidogo samahani. Hapo ulipokuwa unamshauri kijana Tanzania, je, kijana ambaye atatamani kufanya biashara kama hii unayofanya wewe, kwa kuanza mtaji wako unaweza kuwa shilingi ngapi na akaweza kuanzisha? Mtaji unategemeana na eneo atakalo kuwepo, kwa sababu unaweza ukaenda eneo lina competition kubwa, wale unakuta wenzako pale wanaochezesha game ni watu ambao wameshajiinvest sana, kama ulivyosema, kuna sehemu kuna maeneo makubwa hivyo. Lakini kama utakuwa ni kwenye eneo dogo, unaweza ukaanza na TV zako 2 na game zako 2 ambazo zinaweza zikagharimu kama milioni 2 au milioni 2.5 kama inawezekana. Sawa. Tuko mkudi sasa tumalize. Je, una gaming ni uhuni? Hapana, gaming so uhuni. Mimi nachojua gaming ni enjoyment, ni refreshment pia. Lakini pia ni inakufanya unachangamka, ukai kizembezembe. Game so uhuni. Basi mimi nikushukuru kwa muda wako. Nafikiri ungesema pia biashara yako inapatikana sehemu gani, iko wapi? Ili kama kuna mtu ambaye atapendezwa labda kuja kuona hapa nini kinachoendelea aweze kufika. Mimi nipo Tungi, mtaa wa Kibanebane. Ukishafika Tungi hapo The Base kuna kanisa, ukikunja kona yako hapa nyumba kama ya 5 ya 6 utaona game yako ipo upande wa kulia. Panaitwaje? Hapa ni mtaa Kibanebane. Kibanebane. Biashara yako umeipa jina? Biashara yangu haina jina. Hapo nje kwangu hapana jina. Ila wateja wapo. Wateja wapo. Bwana hongera sana. Asante sana.